Ya, chochote kile ambacho kinatumia hisia sana, hakikisha una kitake care. Naweza nikasema hivyo kwa lugha rahisi sana. Karibu ndani ya Dada Sports. Jina langu ni Florence Renato, niko na dada yangu wa nguvu. Shabiki kindaki wa Young Africans, Elizabeth Erasto. Mwana wa Erasto, ila jina lake yeye ni Elizabeth. Jina zuri kweli kweli. Bwana, kubwa zaidi lazima nikukumbushe kuhusiana na Jaba Air Solution, mabingwa hawa usafirishaji wa bidhaa zote kutokea katika ardhi ya China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Nazungumzia Guangzhou, China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Jaba Air Solution wamekuwa wakizingatia pia kuhusiana na muonekano wako mzuri ambao Mwenyezi Mungu amekujalia. Unajua mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo tukimuona mwanadamu tunauona mfano wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lazima basi uwe mzuri, uwe unaendana na mfano ule ambao Mwenyezi Mungu amekutengeneza nao, sio unajiachia tu unakuwa ovyo ovyo. Kwa hiyo hakikisha utakapokuwa kule Guangzhou, China usipate matatizo ya aina yoyote wapi ambako utaenda kushave au kutengeneza nywele zako vizuri. Kwa wewe dada pamoja na wewe mtoto wa kiume, wa Check Jaba Hair Solution wanafanya pia shughuli hizo, lakini wanakuhakikishia usalama wa mizigo wako, kwa maana siku 3 tu mzigo utatoka katika ardhi ya China na utafika katika ardhi ya Tanzania. Na kukumbusha, China ipo katika bara la Afrika, ipo huko Asia, na Asia ni kubwa na ni mbali. Sababu tukishaachana kimabara hivi tayari ni mbali, ila watu wanakuambia kwamba ndani ya siku 3 ule mzigo unauagiza kutoka China unafika katika ardhi yako ya Tanzania salama kabisa. Kwa watafute Jaba Air Solution, mabingwa hawa kusafirisha mizigo yote. Naomba nisipoteze muda bila wakati. Dadangu Elizabeth leo ana furaha kweli kweli. Kwa vizuri? Niko poa. Unajua kupitia wewe nimejifunza mimi kipindi nakuwa mama alikuwa anajua tukua watoto wa kiume, tuko watatu. Na dada yetu na dada mdogo wangu mmoja na dada yetu mmoja, dada yetu mwingine alikuwa shaolewa. Sasa alikuwa tunamsumbua sana mama. Njia pekee ambayo mama alikuwa anaijua ya sisi kutupumzisha, yani tusimsumbue, apiki chakula kwa wakati. Sasa ulipofika hapo kananiambia, unajua siko poa sana, mimi tutafute chakula tule kwanza. Uko umepoa. Baada ya kula tu ukawa Rose Mwando huo muda. Tuondoke. Bwana, karibu ndani ya Dada Sports, dada yangu Eliza. Ni muda ni swala. Ni muda kidogo tujazungumza. Na hata wiki moja kweli haijaisha. Wiki moja tu jamani. Wiki imeisha. Sasa wiki moja ni muda. Wiki moja? Ni muda mrefu sana. Hata sekunde moja ni muda mrefu. Kwa hiyo unataka unazungumza kila siku. Tunaonana. Hapana. Kuna kitu tunashare mpira. No, inakuwa sio nzuri. Usikubali uko unaonana na mtu kila wakati, mnachoshana, yani mnachokana. Kwa hiyo unatakiwa mwe mnaachiana distance siku kadhaa mpaka mtu anakumisi. Unawaambiaje? Unaona wewe ukinimisi unakuwa na story nyingi, lakini ukinipigia simu unakuwa na story nyingi. Eliza sije mambo kibao. Lakini tukiwa tunaonana kila siku huwezi kuwa na story kama zile unazonipa ukiwa unanipigia simu ukiwa umenimisi. Bwana, tofauti na kwamba mna mchezo dhidi ya Silver Strikers. Nimeona vijana walivyofika, wale waliofika wanacheza muziki, wana enjoy. Tuachane na hayo mambo. Kwa sasa hivi Elizabeth, timu yenu ipo chini ya kocha Patrick Mabedi, na kumekuwa na story nyingi sana kuhusiana na ambaye anakuja mitaa Twiga na Jangwani. Huenda hata wewe una story yako nyingine kuhusiana na yule ambaye anakuja mitaa Twiga na Jangwani. Moja ya jina ambalo limetajwa ni kocha Miguel Gamondi. Mimi nataka tuanzie hapa Eliza. Auoni uhatari wa mfano Young Africans kwa wewe kama shabiki wa Young Africans na mpenda soka kumrejesha mwalimu ambaye tayari mlishawahi kuwa naye na baadhi ya mbinu ambazo alikuwa anazitumia huenda zilikuwa zinajulikana kwa wapinzani, haiwezi kuwa rahisi kwa wapinzani wenu kuweza kuwawini kama mtamrejesha mwalimu yule? No, mimi vilabu vingi vimefanya hivyo hata duniani, kwamba mwalimu alishatoka na akarejea tena. Ni kwa nini? Ni kutokana na kuwa na umakini au kulijua zaidi soka la eneo hilo analokuwa anaenda kulifundisha. Kwa hiyo kurudi kwa Gamondi, of course mimi na appreciate kazi yake, lakini sio muumini wa ku appreciate yeye arudi Jangwani. Lakini pengine nikiombwa mawazo naweza nikasema aje mwalimu mwenye mbinu kama za Gamondi, ila asiwe Gamondi. Sure. Kwa nini? Kwa sababu tayari ni mtu ambaye wameshamzoea. Wanajua speed reaction yake, ana react vipi akiwa hajapata matokeo, au anakuwa na wakati gani akiwa anatafuta matokeo. Sure. Kwa hiyo mimi sio muumini wa kuchagua kwamba Gamondi arudi. Ila ni muumini wa kusema aje mwalimu mwenye mifumo kama ya Gamondi, ambayo itakuwa rahisi labda kwa wachezaji. Kuna anaweza akawa na mifumo yake, lakini at least
ielekee kwenye mifumo ya Gamondi. Unajua Gamondi aliopti kutumia viungo sana katikati, hasa kwa mpira wa kushambulia. Umeelewa? Alikuwa anashambulia zaidi kuliko kujilinda. Yeye alikuwa anaamini katika kushambulia. Mfumo ambao ndo anautumia hata Jose Pep Guardiola. Umeelewa? Anashambulia sana kuliko kujilinda. Yeye anaamini akishambulia zaidi na kuumiliki ule mpira inakuwa ni silaha nzuri zaidi ya kujikinga, kujilinda kuliko atakapopaki basi. Kwa hiyo mimi nadhani of course Miguel Gamondi ni kocha mzuri, amefanya makubwa ya Young Africans. Ya na bado watu walitamani kumuona akiendelea, lakini kuna sehemu inafika mazoea yanakuepo baina ya muajiriwa na muajiri. Inakuwa haitengenezi picha nzuri katika utendaji wa kazi. Lazima kuna wakati utafika utadrop ili hali watu wanataka kukuona ukiwa hai. Unaona? Kwa hiyo tunataka tumuone sisi anafanya vizuri kwenda juu michuano ya kimataifa. Kama alifika robo finali ya klabu bingwa, basi afike nusu finali, aende mpaka finali na hatimaye aweze kutoa ubingwa. Lakini yeye mazoea yakizidi sana inapelekea mtu wanakuwa wanadharauliana fulani hivi baina ya muajiri na muajiriwa. Kwa hiyo ili muweze kuishi vizuri pasina kudharauliana, ni bora tu kila mtu akakaa kivyake ili kutengeneza ile heshima iendelee kuwepo. Tumeona vilabu vingi vikifanya hivyo. Kwa hiyo inapofikia hatua let's say mchezaji akawa mkubwa kwa kocha, itampelekea mchezaji kudrop, kwa sababu ukishamdharau kocha yeye anakupiga nje. Akisha kupiga benchi maana yake unapoteza nafasi ya kucheza. Ukishapoteza nafasi ya kucheza, performance yako lazima inashuka. Maana hata ile kwenye soko la nini thamani yako pia inashuka. Utaenda kuomba utolewe kwa mkopo, yule mwalimu kwa kutaka kukukomoa hata ushawishi uongozi bado na kazi naye. Una kazi naye, unaendelea kukaa benchi. Ndio maana uliona hata Cristiano Ronaldo alivyorudi Manchester City, angalia na situation alivyoondoka Manchester United, angalia na situation aliyoondoka nayo pale kutoka Manchester United mpaka anaondoka. Hakuondoka kwa heshima, aliondoka kwa kukwazana na walimu. Anapata dakika 2. Unajua mwalimu ndiye anayekaa na wachezaji mazoezini, anajua. Anajua huyu nimpe dakika ngapi, huyu nimpe dakika ngapi. Lakini ilifikia hatua Cristiano akipewa dakika 15 anaona kama vile kadharaulika. Ndio shida ya kuwa na mchezaji mkubwa au mchezaji mwenye mafanikio makubwa kuliko kocha. Kwa hiyo mimi nadhani Sofa Miguel Gamondi ni kocha mzuri, lakini sio kocha wa kurudi tena Young Africans. Ila ni kocha ambaye anatakiwa akatafute changamoto kwingine. Lakini kwa kuwa wa viongozi utachagua, siwezi kuupinga. Lakini ingekuwa kwamba mimi napewa option ya kutoa mawazo, sio mtu wa kutoa mawazo ya staili hiyo kwamba Miguel Gamondi Nasreddine Nabi unajua waweze kurudi. Kuna watu walisema kwamba labda kwa sababu inawezekana kwa sasa Young Africans kwenda sokoni kutafuta kocha ambaye atakuja aanze kukaa na timu waizoe, wakati ambao tayari tuseme gari la msimu lilishawaka. Kwa hiyo watu wengine wanaona ni rahisi sana kwa Young Africans kwenda kuchukua hata kwa Miguel Gamondi, sababu wanamfahamu aje iendeleze hii timu angalau kwa msimu mzima, then wataangalia huko mbele. Kwa upande wangu mimi hapana, sichagui au siopti mwalimu yote ambaye ameshapita Young Africans kurudi Young Africans. Maybe akirudi arudi kama kocha msaidizi, lakini awe na kocha mwingine mpya ambaye atakuwa ni kocha mkuu. Sababu akija kuwa kocha mkuu sema ni vitu ambavyo mimi najaribu kuvizungumza kichwani kwake ili hali yeye akiwa hajatoa sauti. Yani mimi nazungumza mafikirio yake. Kwamba Young Africans yako wapi? Wamenirudia mimi tena. Unaona? So mimi yani so muumini wa hivyo kabisa. Inawezekana alivyoondoka kuondoka vizuri Young Africans. No, so kwamba hakuondoka vizuri. Haijalishi aliondoka vizuri au hakuondoka vizuri. Iwe aliondoka vizuri akatakwa tena, lakini bado akilini kwake, ndio maana nikakwambia najaribu kutafasiri kinachokuwepo akilini kwake. Kwamba wako wapi? Mbona wamenirudia tena mimi? Wamekosa kwao, atakuja hata kama atakuwa anaifanya kazi tunaiona, lakini atakuwa na kiburi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi kiburi cha viongozi kurudi kwake. Maana yake ni kwa nini kama hawezi kupata mbadala? Ndio ina maana watakuwa kiongozi atakosa ile nguvu ya kumwataki kama kocha akakosea. Kwamba umekosea labda mchezaji fulani labda hivi, yani atakosa ile nguvu ya kumwataki moja kwa moja kwamba
kwa nini umemweka mchezaji fulani bench au kwa nini umefanya hivi, pamoja na kwamba mwalimu ndiye ndio mwenye mamlaka ya kupanga kikosi, yeye ndo anayejua wachezaji gani wanatakiwa waanze, lakini bado kuna sehemu atakosea ambapo atahitaji kurekebishwa na uongozi utakosa ile nguvu ya kwenda kumwataki, kumwambia kwamba ulichokifanya sio, au amekosa matokeo lese kwenye mechi 2 mfululizo, uongozi utakosa kujiamini kwenda kumfuata kwamba haiwezekani, imekuaje, tumekosa matokeo hivi na hivi. Hapana. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sijaopti mwalimu yeyote ambaye amepita Young Africans, awe Nabi, awe Gamondi, awe Ramovic, awe Mirud, si opti mwalimu. Na Miguel Gamondi unajua ndo mwalimu aliyestick kidogo na Young Africans toka alipondoka Nabi. Yeye ndo alikaa muda mrefu kidogo, amekaa pale ni msimu 1 na nusu. Ndo akaondoka, akaja Sid Ramovic, kaka kidogo kaondoka, ndo akaja Milodi. Kwa hiyo unajua kombe hili la 4 limechukuliwa na makocha wawili tofauti. Kombe la ligi, yani mataji ambayo 24-25. Mataji ambayo Young Africans yamechukua manne. Mawili yamechukuliwa na Nabi. Moja limechukuliwa na Gamondi automatically. Afu ile moja limegawanywa kwa makocha wawili. Kuna Sid Ramovic, kuna Mirudi. Kwa ile ligi kuu. La ligi kuu ndio na FA. Na ngao ya jamii ndo ya msimu ndo amechukua nani? Amechukua Roman Falls. Kwa hiyo mimi nadhani watafute tu mwalimu mwingine. Bwana Elizabeth Erasto, tunaendelea kuyatazama yale ambayo yanatokea pale mitaa Twiga na Jangwani, njano na kijani bwana. Siku hizo wamshift kidogo, wana karangi keusi. Hivi mdogo mtakuja nyeupe, mtakuja mwingine nyekundu. Jishikilie wewe. Sure tena. Hapana wewe. Hivi si unaona nyinyi mnavyoshifti? Yani no. Mtatoka mbele yake. Jezi automatically za Young Africans ni 3. Njano, nyeusi, kijani. Nyinyi mmezalini kutumia nyeusi. Nini? Nyeusi. Kama third kit. Nikisema third kit jezi ya 3. Ngoja. Jezi ya 3 hata Ulaya timu zote ziko na jezi 3. Naelewa. Manchester City juzi umeona kwenye UEFA amevaa jezi gani? Manchester City na kijani lini na lini? Juzi alikuwa na kijani kijeshi. Bana, mimi naombea siku moja mpate hata zile nyeupe kama hivi. Wewe jishikilie wewe. Bana Elizabeth Erasto, kwa namna ambavyo sasa hivi kikosi chenu kilivyo, kinahitaji mwalimu wa aina gani? Yaani mwalimu ambaye akifika atutumia muda mrefu, kwa sababu wewe recommendation zako ni Young Africans isipate mwalimu ambaye aliwahi kuwa hapo. Yupi sasa ambaye unahisi kwa hiyo ambavyo umetazama Yanga ilivyo, Yanga yenu anaweza kaja angalau akashikilia timu ikaenda? Kwa sababu kuna mtu mmoja aliniambia, yani Yanga hata akipewa Otahalsoli anaweza kaiongeza tu vizuri, timu ikafanya vizuri, lakini lazima tuipate kocha mkuu ambaye ataweka mbinu, kwa sababu kuna wapinzani wengi na wakubwa wengine ambao mtaface nao. Unajua, ngoja nikwambie, mbinu zilishagaisha. Watu wa makocha wengi wao wanarudia mbinu za zamani, lakini automatically mbinu zilikwisha. Kwa hiyo kocha ambaye atakuja Young Africans, kwanza unatakiwa ujue utimamu wa wachezaji kuanzia fitness mpaka saikolojia. Kwa hiyo wakisha kuwa wako fit kwenye hizo engo zote, kocha anayetakiwa kuja maybe atumie 4-3-3, kwa maana kwamba pale katikati kukiwa na viungo watatu kule mbele washambuliaji. Hawa watatu wanao uwezo wa kwenda kuwasaidia wale kule kwa speed. Ndio maana nikakwambia, unajua mpira aliokuwa anaucheza Gamondi ulikuwa una depend sana na fitness ya wachezaji. Kwa hiyo mwalimu wa fitness pale ndo alipoonesha jeuri yake. Umeelewa? Mwalimu wa fitness kisha kuwa chini, akiwa haifanyi kazi yake vizuri, kila mwalimu mkuu mtakuwa mnamuona hafai, kwa sababu yeye anaandaa wachezaji. Yeye anaandaa wachezaji. Sasa yule kocha wa viungo yeye ndiye anayejua fitness ya mchezaji fulani iko juu au iko chini. Unaona? Ni the same na mwalimu wa magolikipa. Magolikipa atakwambia leo simtumie huyu golikipa, leo mtumie huyu, kwa sababu yeye ndiye anayejua, anawajua anajua golikipa huyu leo hayuko sawa, pamoja na kwamba haumwi, lakini ukimwangalia hayupo sawa, yani automatically physically anakuwa hayuko tayari kucheza hiyo mechi. Kwa hiyo ndio maana unaona kipindi cha Nabi Young Africans wachezaji ni wachache sana waliokuwa na injury. Kulikuwa na kocha wa fitness bonge moja la kocha yule Manywele yule. Namkumbuka. Alikuja Tabila Green alikuja kuchukua nafasi yake. Alikuja. Sasa hivi yuko Orlando. Namkumbuka vizuri. Pale ndo ilikuwa Young Africans yenyewe. Yaani ushindi wa Yanga ulikuwa pale. Yaani mchezaji aliyekuwa anaingia na aliyekuwa anatoka, unaona the best fitness.
Kwa hiyo wakaja wakaitumia ile mpaka kwa Gamondi na kushambulia kwa wakati. Yaani mchezaji akishakuwa yuko timamu kwenye engo zote, hauwezi kushindwa kumtumia. Hata awe na, ndio maana utasikia hata Otalison akiichukua timu ili mradi tu wachezaji iko juu na niseme saikolojia yao iko sawa. In short tuseme mwili wao pamoja na akili yote viko ready. Yeah, sure. Mtu yeyote ana uwezo wa kuikoach, kwa sababu nini ambacho anakipeleka pale kigeni? Yaani kocha ni kitu gani kigeni anakipeleka kwa wachezaji ambao tayari wameisha machua kwenye michuano yote? Unamzungumzia Pacome ambaye timu yake sasa hivi inaenda kucheza kombe la dunia, Ivory Coast. Umeelewa? Unazungumzia wachezaji wote wale ambao sasa hivi wameisha cheza michuano mbalimbali ya kimataifa. Ina maana wanajua ni jinsi gani wanatakiwa wafight kwenye kutafuta matokeo. Why Kylian Mbappe alitaka Real Madrid? Kwa sababu unajua sometime kuna mchezaji kuibeba timu na kuna timu kumbeba mchezaji. Yeah, sure. Kwa Real Madrid anambeba Mbappe, lakini sio kwamba Mbappe ataenda kuibeba Madrid. Umeelewa? Nakuelewa. Kwamba Mbappe kiu yake ni kupata UEFA na Ballon d'Or, si ndio? Tangu ameenda Madrid hajapata UEFA. Ameondoka PSG, amepishana na kombe. Umeelewa? Kombe linaenda PSG. Ameenda Madrid. Umeelewa? Kwa hiyo kile kitendo cha Mbappe kuwepo pale, watu wengi wanaamini muda wowote Mbappe ana uwezo wa kunyenyua kombe la UEFA, Mbappe ana uwezo wa kunyenyua Ballon d'Or. Ndio maana wanakuambia, kuna watu wanakuambia Messi alikuwa anaibeba Barcelona, ila Madrid alimbeba Cristiano Ronaldo. Yeah. Kwa hiyo mimi nadhani kitu pekee ambacho kinatakiwa kipatikane Young Africans ni kocha tu wa utimamu wa mwili. Sure. Ndio kitu ambacho mimi naona kinapungua. Si yule bwana yule Msauzi yule. Inaonekana hatoshi. Yeah. Fitness ya wachezaji iko chini. Niambie kipindi cha Gamondi kama ulikuwa unamuona mchezaji kwamba atulize mpira kwenye kifua alafu adondoke chini. Anyang'anywe mpira tu from nowhere. Moja kitu ambacho mimi nakizingatia sana inapofika swala fitness, uwezo wa mchezaji kwenda kutafuta mpira. Basi. Mfano nilikuwa namwangalia Ndiboel ile game ya juzi dhidi ya Silver Strikers. Mpira uko ukipigwa mfano kwa goalkeeper pale anakimbia, ukihamishwa upande ukaenda kule anakimbia, ukishapigwa ukarudi hapa endi. Kachoka. Au kapewa chance nzuri tu imekatwa V na Mudathiri Yahya. Andy Boeli anapasia hivi. Alafu anaanguka chini, unategemea refa aweke penalty. Refa hawezi kufanya vitu kama hivi. Maana yake inawezekana talent za wachezaji ni kubwa lakini fitness yao ndo iko chini sana. Kwa hiyo ndio maana unaona hata wakipoteza, yani nini reaction yao baada ya kupoteza mpira? Unaona hawaendi kwa wakati kwenye maeneo. Wakisha pata mpira pia unaona yani jinsi wanavyotembea nao, kuna delay na ipo unaiona ya wako chini kabisa. Unaona hawaendi kwa speedi, hawaachi mpira kwa wakati. Yani mpaka unajiuliza. Kwa hiyo kitu pekee ambacho Young Africans akikipata pale, kama kweli yule kocha wa fitness aliyopo, basi anatakiwa aongeze, kwa sababu inaonekana wachezaji wa Young Africans wanachezea sana mpira kuliko kufanya mazoezi ya viungo. Unaona? Kwa hiyo inatakiwa waongeze kwenye viungo, waongeze pale walipo, waongeze, watoke pale wasogee juu na kuwahamasisha wachezaji wajue yawezekana. Wachezaji walikuwa hawamtaki kocha, hilo nalo pia linawezekana, inachangia. Yawezekana fitness ya wachezaji hawaelewi kocha wa fitness, au wanachezea sana mpira kuliko kufanya mazoezi ya fitness. Kwa hiyo vyote vitatu vinawezekana. Kwa hiyo mimi nadhani kitu pekee wanatakiwa wakifanye au kukirekebisha ni kwenye engo ya fitness. Fitness ya wachezaji hasa kwenye eneo la ushambuliaji iko chini sana. Sure. Unaongea na yaona Eliza hata mimi. Kwa hiyo mimi nadhani wakisha rekebisha tu kwenye fitness, Young Africans haitashikika, kwa sababu wachezaji wengi nimewaangalia hata kwa dakika chache walizopewa. Wote ambao wameshakuja Young Africans wote, kila mtu kacheza kwa muda wake. Young Africans ina wachezaji wengi wazuri. Sasa hicho ndicho ambacho kinawaumiza watu wengi sana. Asilimia fitness sasa. Fitness. Yaani watu wanaangalia Yanga ina wachezaji bora, nini kinashindikana? Unamwona yule Mohamed Dombia. Watu wanapishana na Mohamed Dombia kwa sababu wachezaji wengi hawajajua mikimbio ya Mohamed Dombia. Anapotupa mipira, wewe utaona mpira unatoka.
hawaendani na mikimbio. Alikuja Aziz Ki alistruggle kwa staili hii. Aziz Ki alikuwa akiachia mpira kwa Jezi Morocco, na mpira unapitiliza. Nakumbuka hawaendi na kasi ya Aziz Ki. ile mechi ilibidi hadi watu watoe maelekezo. Ilikuwa ile mechi ya dabi ile mnashinda 2-1. Simba wao ndo walitangulia, goli la Sako kama alikuwa ni Sako. Ilikuwa ngao ya jamii. Baada ya kurudisha lile goli kuna chance moja Aziz alimpigia Tobo na nini alimpigia Mayele. Akakaa na mpira kama sekunde 3 paka anamwambia Mayele sogea hapa. Anamwambiaje Mayele nikupe pasi gani? Sogea hapa nipige, na akapiga jamaa kabisa. Mdao Mayele alikosa goli, Makambo alikosa goli. Unaona? Kwa hiyo unaangalia ni jinsi gani, unajua kuna mchezaji unamwangalia unasema no, kuna wachezaji wanafanya mchezaji fulani aonekane mbaya. Hata Aziz Ki mwanzoni watu wengi walikuwa wanasema Faisal alikuwa anaanza mbele ya Aziz Ki, lakini automatically ulikuwa na uwezo wa kumtumia Aziz Ki na Faisal akiwepo uwanjani. Wote wawili unawatumia na kwa wakati huu mmoja. Lakini ni vile wachezaji wetu wengi, hasa wachezaji wa Tanzania na wachezaji wa Afrika, anapokuja mchezaji mwenye daraja la let's say kama Aziz Ki vile, wanakuwa wanashindwa kumsoma kutokana na kwamba yeye kula alikotoka. Unajua Aziz Ki amefundishwa, ana wachezaji wengi ambao amecheza nao kwa muda mrefu. Ndio maana combination ya Aziz Ki na Pacome na yao walikuwa wanaenda sawa. Walikuwa wanaenda sawa kwa sababu wamefundishwa na mwalimu mmoja, pamoja na kwamba Pacome alikuwa anaanzia benchi, lakini walikuwa wanaenda, unaona kabisa jinsi anavyocheza. Yaani chemistry yao ilikuwa inaonekana. Anavyocheza Aziz Ki ndivyo anavyocheza yao ndivyo anavyocheza Pacome. Unaona yao anakimbia kwa wakati, Pacome anakimbia kwa wakati, Aziz Ki anakimbia kwa wakati. Sasa ukishaleta wachezaji kama hao watatu wametoka eneo moja, vipi kuhusiana na hawa wengine? Wataelewa mikimbio ya hawa? Ina maana itawachukua muda. Aidha hawa wa kwetu wataonekana ni bora ya hawa, kwa sababu wao si wamekaa muda mrefu wako pamoja. Alafu hawa wataonekana hawawezi, kwa sababu hawa wa kwetu wanashindwa kuisoma mikimbio ya hawa wengine waliokuja kina Aziz Ki. Kwa hiyo mimi nadhani kama tutapata, watajua kwenye engo ya match fitness, kwenye fitness ya wachezaji. Sijui kama kuna timu ambayo itakaribia wachezaji wa Young Africans hata kitimu. Wewe dada yangu Elizabeth Erasto, wewe tunaweza tusimalize hapa paka anatuambia inatosha, tutapata muda mwingine wa kuja kuzungumza naye. Basi nikushukuru wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi, mimi pamoja na Elizabeth Erasto. Asante pia kwa Pako ambaye kamera ilisimama vizuri mno. Tumeonekana ngavu, tumeng'ara, tumependeza. Mimi handsome boy pamoja na dada yangu hapa beautiful girl. Bye mpaka wakati mwingine.